Wafalme wa kwanza sura ile ya 7. Wafalme wa kwanza sura 7 mstari nitasoma ni ule wa kwanza, lakini pia nitasoma na Wafalme sura ile ya 9 na mstari wa 10. Katika Wafalme hiyo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wafalme wa kwanza sura ya 7 na ule mstari wa kwanza nasema, naye Sulemani alikuwa katika kujenga nyumba yake mwenyewe. Miaka 13 akaimaliza nyumba yake yote. Lakini kwenye ile sura ya 9 na ule mstari wa 10 anasema, ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani alijenga zile nyumba mbili, nyumba ya Bwana na nyumba yake ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutajifunza kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5 na ule mstari wa 6. Lakini ninayo Biblia ambayo itakuwa inakwenda kidogo tofauti na hiyo ya kwako. Hii maana inaitwa Whole Bible. Inasema kwamba Yesu Kristo ndiye aliyekuja kwa maji ya ubatizo wake na kwa damu ya kifo chake. Hakuja kwa maji tu, bali katika maji na katika damu. Na Roho anashuhudia kwamba ni kweli, kwani Roho ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesoma kitabu cha Wafalme sura ile ya Wafalme wa kwanza sura ya 7. Nimesoma ule mstari wa kwanza. Umezungumza na Sulemani akaijenga nyumba yake yeye mwenyewe. Sulemani akaijenga nyumba yake yeye mwenyewe. Lakini kwenye ile sura ya 9 mstari wa 10 imezungumzia kwamba alijenga nyumba mbili. Nyumba ya kifalme. Kwanza alijenga nyumba ya Bwana na akajenga nyumba yake ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ninataka kuonyesha kwa Agano la Kale namna ambavyo lilivyokuwa, lakini ninataka kukuleta katika Agano Jipya namna lilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kusoma kwenye hichi kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari 7. Anasema basi hapa anasema hivi, Yesu Kristo ndiye aliyekuja kwa maji ya ubatizo wake na kwa damu ya kifo chake. Hakuja kwa maji tu, bali katika maji na katika damu, na Roho anashuhudia kwamba ni kweli. Na hapo kama ulikuwa hujaandika kichwa cha habari, utaandika tumeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa hujaandika, andika tumeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza kwa habari uone Agano la Kale lilivyokuwa, lakini nataka kuona Agano Jipya lilivyo. Lakini hasa ukiangalia kwenye kile kitabu Efeso 4:11 anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, akatoa wengine kuwa manabii, akatoa wengine kuwa walimu na wachungaji, ili kusudi kwamba mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukaona ni mtume katika Agano Jipya usijue. Mtume ukimtazama kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 7, ukaangalia na ile sura ya 9 ambayo ni mstari umesoma 10, utaona kwamba kanisa la kwanza kabisa limejengwa kwa Mfalme Sulemani. Na ndio ilikuwepo nyumba ya kwanza imejengwa mahali pale. Kwa hiyo kanisa la kwanza limejengwa nyumbani kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hivi leo tulivyo kwa Malaki Solo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kana kwamba tunapoitazama Biblia kuna vitu nataka uvione. Kuna namna ambavyo Agano la Kale lilikuwa na kuna jinsi ambavyo Agano Jipya lilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama Yesu katika Agano la Kale, utaona kwa namna ambavyo alikuwa anatokea kwa wafalme. Kwa hiyo kanisa la kwanza lilijengwa nyumbani kwa Mfalme Sulemani. Maana yake Daudi aliambiwa hata jenga nyumba kwa sababu mikono yake imeloa damu. Halafu anaambiwa mtoto wako utakayemzaa kutoka viunoni mwako ndio atakayejenga nyumba ya Bwana. Na yule mtoto alitoka kwa mke mdogo ambaye alikuwa anaitwa Uria.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaka uweze kuona hivyo kanisa la kwanza lilivyokuwa. Lakini katika Agano Jipya tunaona kwenye kitabu cha Efeso, tunatazama, tunapozungumzia wa Efeso tunamzungumzia mtumishi mmoja ambaye tunamuita Paulo. Paulo lazima tumuite mtume. Na kama tunamuita mtume, maana yake ukimwakisi kwenye Agano la Kale ni mfalme. Maana yake yeye anapewa ufalme na Yesu. Maana yake tunasema yuko chini ya ufalme wa Yesu. Na yeye mwenyewe Yesu alisema kwamba mimi nitakwenda kwa Baba yangu, lakini huko mimi nitaenda kuandalia mahali. Lakini pia alisema kwamba kaeni hapa msiondoke, nikienda huko nitawaagizia Roho Mtakatifu akae nanyi hata milele. Maana yake huyo Roho Mtakatifu ndio siku ile ya Pentekoste sura ya pili na ule mstari wa kuanzia kwanza, walipokuwa mahali pamoja wakati wamekaa kwenye ile nyumba, upepo uliokwenda, upepo mkali wenye nguvu ambao ulijaza ile nyumba, waliokuwa wameketi kila mmoja kulingana na kipawa chake, Mungu alikiachilia siku ile pale. Piga makofi kama umenielewa pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huyu mfalme katika Agano Jipya ana vitu anazungumza, nitaka uweze kuona katika, ndio maana pale nikawa nimefungua hivyo vitabu vingi, lakini lengo langu lilikuwa ni kwamba uweze kuona. Ukiangalia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza, kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura hii ya 5 na mstari wa 8, kuna utofauti kidogo kwenye hii Biblia takatifu, lakini kuna utofauti kidogo kwenye kitabu cha King James, kwa maana ya Biblia King James ina utofauti kidogo. Kwa hiyo nataka uweze kuona katika Agano Jipya katika hii Biblia takatifu, lakini uweze kuona katika kile kitabu cha Agano Jipya katika kitabu hichi cha waraka wa kwanza hana kwenye hii King James. Hebu kama mpaona naweza kusoma. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Anasema, ngoja nisome wa 6. Ni wa 6 samani watumishi wa Bwana. Panasema huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Hii ikazungumza ikasema, Yesu Kristo ndiye aliyekuja kwa maji ya ubatizo wake. Kwa maana hii haijafafanua vizuri, hii inaonyesha inafafanua vizuri. Nini maana yangu? Kwamba kama wachungaji tuambie watu huko makanisani wabatizwe, kwa sababu ndio utaratibu na ndio njia ambayo tunaendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe. Asante Mungu wetu, Baba yetu wa mbingu na nchi, ninao sababu ya kushukuru kwa ajili ya neno lako kupitia malaika ambao umewaagiza. Asante kwa ajili ya neema hii katika jina lako, nikiomba haya machache na kuamini. Amen. Amen.